Baada ya kula yale matunda, Mwanzo 7 wakafunguliwa macho. Maandiko yanasema wakajiona wako uchi. Maandiko yanasema wakashona majani ya miti wakajifanyia majani. 10:8 Mungu anakuja anasema mko wapi? Adamu anasema nimejificha. Anaulizwa kwa nini? Anasema niko uchi. Kwa nini? Alikuwa na mavazi, anajiona yuko uchi. Kuna mavazi ya kimwili na ukawa uchi kwenye mawazo, kwa sababu mawazo yanayokupa kutambua ndio yanayokuonyesha uko uchi au umevaa. Kwenye Mwanzo 2:25 Adamu alikuwa amevaa kwenye mawazo mavazi ya kiungu, hali ya Mungu. Hakuona alikuwa uchi kwa Mungu. Wakati aliamini kwenye hili wazo ambalo hakuna kitu, akawa mtupu kwenye mawazo yake, hakuona na kitu. Ule uchi unaozungumzwa ni hali ya mawazo yake kujitambua alipo hakuna kitu na hakuna uzima. Alihitaji kujitambua kwa mawazo mengi yatakayojaa kumpa utambulisho wa kujitambua hapa. Kumbuka mawazo ni hali ya kujitambua. Kwa hiyo mawazo kama kijitambulio, inabidi ajitambue kwenye ujazo unaojaa kumfanya ajitambulishe katika hali hiyo. Kwa hiyo Adamu alivyoamua huu mchakato wa yeye kukua anajijua alivyo na asivyo, ili tuliache ile kiporo. Lakini nakwambia alikuwa anakuja tu. Kwa sababu alikuwa na mfano wa alivyo Mungu mwingi. Fikiria labda kwa mfano labda mawazo 1000 ya kiungu. Ndio umeanza kuwaza wazo la asivyo Mungu wazo moja. Kwenye huku manake kuna 99. Kuna 999. Yaani hiyo ni kama tone tu kila dini halitambuliki. Anaendelea kujijua. Kwa hiyo wakati alikuwa anakuwa anaweza kujijua alivyo na asivyo, anaamini asivyo. Anaamini asivyo. Mpaka kulivyojaa kwenye asivyo akajitambua. Ndio maandiko yanasema akafunguliwa macho. Ina maana akajitambua kwenye asivyo Mungu, akawa aware, hali ile ikawa mawazo yake, akajitambua na kujitambulisha ndani yake hivyo. Kwa hiyo akajiona alikuwa uchi, na hali hiyo ikamfanya aonekane amejificha kwa Mungu, kwa sababu Mungu anasema asivyo ni si chochote, asivyo ni hakuna uzima milele. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuja huku, wazo la kiumbe hai la Adamu kujitambua huku, hakumfanyi Mungu aone kuna kitu, kwa sababu anajua hapa, yeye anajua milele hakuna kitu. Kwa hiyo kitendo cha kujitambua kuna kitu hakuwezi kumfanya Mungu na yeye aone kuna kitu. Kwa hiyo Mungu aliendelea kuona hakuna kitu. Na mtu alivyokuja hapa akajitambua kwa mawazo yote hapa, akajitambua na kujitambulisha hapa, aligundua hapa hakuna kitu. Kwa hiyo anapokuwa hakuna kitu, ina maana hakuna kitu. Ndio maana katika akaambiwa kwa jasho inabidi ufuje ili kupata kitu. Lakini mwanamke kwa uchungu itabidi ujifungue kupata mtoto. Maana hapa hakuna kitu, hakuna ina maana msaada wa kiungu, hakuna picha yoyote ya kiungu. Hapa ni maisha ya kwako na mpango wako na nguvu zako na utendaji wako. Hakuna namna yoyote ya kiungu inayooperate kwenye wazo ambalo yeye hayuko. Hivyo anajua hakuna kitu, na haweza kaona kuna kitu huko ambacho anatakiwa kuingilia kati, kwa sababu anajua asivyo ni milele. Hapa mwanadamu akaanza kutumia nguvu zake. Hapa mwanadamu akawa aliyejificha kwa Mungu. Sasa kumbuka, hakuna kitu na hakuna uzima. Kitendo cha yeye kuwa hapa hakuna kitu, akaanza kukosa kitu, anaanza kupata matatizo. Hakuna uzima, ina maana akaanza kufa mawazo yake taratibu. Yale yanayoendelea kujijua yanakufa. Kwa hiyo kitendo cha kujitambua ameanguka hapa, tayari alijitambua ameshakuwa nusu. Alijitambua wakati ameshakufa nusu. Kwa hiyo nusu iliyobaki ndo akapiga miaka 930 na yeye ikakata. Akaanza kujitambua kwenye huo. Sasa hali katika hapa ndo ikafika hivyo tulivyoviandika.
Walipokuja wataalamu ili Justini afe, alipitia nini? Alikuwa na huzuni sana. Alionekana alikuwa na ugonjwa wa hivi na hivi. Alionekana alipitia hali hii na hii. Bwana yani alipata matatizo haya na haya. Ndio yale matatizo wakayafiga machache: hatia, woga, giza, huzuni, hatari, kushindwa, magonjwa, laana, vita, udhaifu, uongo, dhambi, umaskini, chuki, ubaya. Hayo ndio yaliyompata, ambapo yalivyotimia hayo kikatokea kifo. Akafutika, yani kaa hayupo. Kwa akafa, yale mawazo yake yalivyojaa hayo, akafa. Tena kitendo cha kufa ina maana akazima kwenye mwili, akawa hayupo, ule mwili ukamwagika.